Tukiwaambia ndoa ni kitu kizuri, mtasema tunazungumza hivyo kwa sababu hayajatukuta. Tukiwaambia kwa nini hayajatukuta, mtatuambia tusiongee tukamaliza, muda bado. Tukiwaambia wanaume wote hawafanani, mtatuambia wanaume wote wanabadilika, ni swala la muda tu. Tukiwaambia ni kwa nini tunapendwa na kuheshimiwa na waume zetu, mtatuona tumechanganyikiwa kwa yale ambayo huwa tunayafanya kwa waume zetu. Tukiwaambia sababu ya upendo na heshima kudumu katika ndoa zetu, mtatuambia tunawafundisha utumwa. Na hii ndio sababu watu wengi sana ambao wanajua siri za ndoa wamekaa wakiwa wanafurahia ndoa zao kimya kimya. Hawashei na mtu sababu za wao kufurahia ndoa zao ni nini. Wanawaacha muendelee kupiga kelele huku mkiambizana ndoa ni mbaya, wanaume wabaya, wanaume hiki, wanaume kile, na wao wamekaa vizuri kabisa wakiendelea kufurahia maisha yao ya ndoa pasipo kushare na nyinyi ni siri gani zinazowasababisha wao wanakuwa na ndoa nzuri. Wakati mwingine ndoa huwa haiwi nzuri kwa sababu wewe una mwanaume mkamilifu, lakini ndoa huwa inakuwa nzuri kwa sababu wewe mwanamke umeamua kukaa katika nafasi yako. Maisha ya ndoa sio maisha ambayo yanakutanisha watu wawili ambao ni wakamilifu, lakini maisha ya ndoa yanatukutanisha watu wawili ambao tuna madhaifu tofauti tofauti, tumelelewa kwenye mazingira tofauti tofauti, lakini ndoa huwa inamata na inakuwa kitu kizuri pale kila mtu anapochagua kukaa katika nafasi yake. Hasa mwanamke. Mwanamke ndiyo control nzima ya ndoa. Maisha ya ndoa yamebebwa na msingi ambao ni mwanamke. Mwanamke ndiyo mtu ambaye anaweza kutengeneza ndoa yake kuwa kitu kizuri au kuwa kitu kibaya. Watu wengi sana wanaishi maisha ya ndoa kwa kufurahia vizuri kabisa na wanashangaa wakisikia na kuona watu wengine wakizizungumzia ndoa kwa ubaya, na wanazo siri kwa nini ndoa zao ni nzuri, lakini wakiwaambia hamwezi kuivifanya hivyo vitu, na mtawaona wao wamechanganyikiwa kwa nini wanafanya vitu hivyo. Lakini hivyo vitu ambavyo vinakufanya wewe uone mtu amechanganyikiwa akivifanya kwa mumewe ndio vinavyosababisha upendo unadumu katika ndoa yake, ndio vinavyosababisha heshima inadumu katika ndoa yake. Ndoa inaweza kuwa kitu kizuri sana pale mtu mmoja anavyochagua kuwa na vitu viwili. Kitu cha kwanza anapochagua kuwa mtu wa kujifunza na kujirekebisha, na kitu cha pili anapochagua kuwa mtu wa kumrekebisha mwenzie na kumfunza mwenzie. Ndoa sio kwa ajili ya watu wakamilifu, lakini ndoa ni kwa ajili ya watu ambao huwa wanakubali kuyapokea madhaifu yao na kuyafanyia kazi, kukaa chini, kutengeneza tabia zao na kurekebishana wao kwa wao. Ndoa sio kitu kibaya. Watu ambao wamekutana na kutengeneza ndoa ndio wanaweza kusababisha ndoa iwe mbaya. Maana ya ndoa ni moja tu, ndoa ni kitu kizuri. Lakini wanaotengeneza ndoa kuwa kitu kibaya ni wanandoa wenyewe wanapokutana. Kila mmoja anapoamua kuishi kwenye misimamo yake, kwenye mitazamo yake, kwenye mikakati yake, yule ambaye hawezi kubadilika. Mnapokutana watu ambao hakuna anayekubali kubadilika kwa sababu ya mwenzie, hapo ndipo ndoa inapoanza kufanyika kuwa kitu kibaya. Sijui kama unanielewa. Wakati mwingine watu tunaokutana tunakuwa sio sahihi, lakini kwa kuwa mmoja anachagua kumuelewa mwenzie ni mtu wa namna gani, anapenda nini, hapendi nini, akaamua kufuata vile vitu, hapo ndipo ndoa inapokuwa nzuri. Watu wengi sana wamejikuta ndoa zao zimebadilika kuwa kitu kibaya kwa sababu walikataa kujifunza, walikataa kukubali makosa yao, walikataa kujirekebisha, mwisho wa siku wakashikilia misimamo ambayo wenza wao walishindwa kuendana nayo, na matokeo yake usaliti ukaingia, uharibifu ukaingia, mume akaanza kutafuta mke kwa mwanamke mwingine, na hapo ndipo mtu alipodhihirisha tafsiri ya kwamba ndoa ni kitu kibaya. Lakini alisahau kuangalia, je, mimi kama mwanamke niliperform vipi katika kuhakikisha ninaipambania ndoa yangu? Mimi ninakushauri wewe mtu ambaye hujaingia kwenye maisha ya ndoa au ndio kwanza ni mgeni katika maisha yako ya ndoa, jitahidi sana kudumu katika tabia zako. Jitahidi sana kuishi kwenye mtazamo wa mwenza wako, huyo mwanaume aliyekuoa, ili ushuhudie uzuri wa mwanaume wako. Jitahidi kuishi katika tabia zile zile ambazo yeye alikupendea. Mwanaume anapokuoa huwa amekuoa kwa sababu kuna tabia fulani alivutiwa kutoka kwako. Kwa hiyo hakikisha siku zinavyozidi kwenda, badala ya kupunguza zile tabia, ongeza zile tabia ili mwanaume wako aendelee kuvutiwa na wewe kila siku.
Wanaume wengi hawaoi kwa sababu wewe ni mzuri, hawaoi kwa sababu wewe una shepu, hawaoi kwa sababu wewe una rangi nzuri. Wanaoa kwa ajili ya future. Wanaoa mwanamke ambaye anaweza kukaa naye, anaona kabisa mimi huyu mwanamke ninaweza kukaa naye, nikaseto naye na tutafika sehemu. Anaoa mwanamke ambaye anaona ana tabia nzuri, huyu tabia zake zimenivutia. Wanaume wengi wanavutiwa na tabia, hawavutiwi na uzuri wako, hawavutiwi na wewe kujipamba, hawavutiwi na wewe kujua sana mambo ya ndani. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mimi nakwambia kitu kimoja. Ndoa ni kitu kizuri, lakini mtu ambaye anaweza kutengeneza maana ya ndoa ikawa kitu kibaya ni nyinyi wawili mliokutana. Pale ambapo wewe utachagua kuwa mtu wa kutokusikiliza, kujifunza na kuamua kujirekebisha. Na pale ambapo wewe utakataa kuwa mtu wa kumrekebisha mwenzio, kukaa naye chini, kurekebisha madhaifu alionayo, wewe unataka kukutana na mtu perfect. Haimaanishi watu wenye ndoa nzuri walikutana na watu perfect. Watu walifanya kazi kubwa sana katika kutengeneza ndoa zao ziwe nzuri. Naomba nikwambie kitu kimoja. Hekima ya mwanamke, unyenyekevu wa mwanamke, heshima ya mwanamke na upole wa mwanamke ndiyo silaha kubwa sana ambazo huwa zinavutia wanaume wengi sana kutulia na wanawake hao. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai, lakini hili huwezi kulielewa kama uko kwenye ndoa yenye vurugu na wewe umechagua kuwa mtu wa vurugu. Mara nyingi sana ili utulize ndoa yako unahitaji kuwa mjinga. Ni kweli. Kuna vitu mtu akikwambia ambavyo alifanya kwenye ndoa yake mpaka ndoa yake ilitulia, utasema huyu amechanganyikiwa. Utasema huyu ni mjinga. Utasema mimi siwezi kufanya utumwa huo. Na ndio maana watu wamechagua kukaa kimya. Na siri ambazo zinasababisha ndoa zao kudumu, wanaendelea kuishi na waume zao wakiwa na amani, wakiwa wanacheka, wakiwa na furaha. Na wewe ukitazama kwa nje unaona hapana, mimi niliolewa na mwanaume mbaya, mwanaume mwenye madhaifu, mwanaume mwenye matatizo, na pengine mwenzangu alipata mwanaume sahihi sana. No, wakati mwingine watu wanapata wanaume ambao walikuwa na madhaifu madogo madogo, lakini wanaume walivutiwa kutulia na wake zao kwa sababu wanawake walikaa katika nafasi zao za kike. Sisi katika nafasi zetu za kike zina nguvu kubwa sana ya kuwavuta na kuwatuliza wanaume. Na ndio maana sisi tulishapewa kipawa cha uzazi. Sisi tunazaa na pia tunalea. Tuna kipawa cha kukuza. Kwa hiyo kitu chochote ambacho unaweza kukianzisha kama utaratibu kwenye ndoa yako kinaweza kukua na kuwa kikubwa zaidi na zaidi. Sijui kama unanielewa. Lakini ukizingatia tu kupambana na kuvumilia wakati unatengeneza hivyo vitu. Sio rahisi kuona watu wawili wanasikilizana na kuelewana sana, kwa sababu kaa ukijua sisi ni jinsia mbili tofauti. Mwanaume ana jinsia yake na mimi mwanamke nina jinsia yangu. Lakini unapoona mwanaume na mke wake wanasikilizana sana, lazima ujue kuna mmoja alijitoa sadaka kwa ajili ya kutengeneza hicho unachokiona. Ndoa nzuri huwa haiji kwa ghafla ghafla ukafikiri kila mtu huwa anaolewa anakutana na mwanaume mzuri. No, watu huwa wanakutana na wanaume wenye changamoto mbalimbali, wenye madhaifu mbalimbali, watu wanakutana na wanaume wakali, watu wanakutana na wanaume tofauti tofauti, lakini wanaume wengi sana huwa wanapoa na kutulia na wanaingia kwenye mfumo wa wake zao pale wanawake wanapotumia unyenyekevu kama kitu cha kuwavutia wanaume zao kutulia. Sijui kama unanielewa. Utaendelea kuchanganyikiwa na hizo kelele za watu kwamba ndoa ni kitu kibaya, lakini amini usiamini, kuna watu wamekaa kwenye maisha ya ndoa kwa miaka 15, kwa miaka 20 na wanafurahia ndoa zao. Hakuna mambo makubwa yaliyowahi kufanyika katika ndoa zao, japokuwa hakuna ndoa isiyopitia changamoto. Baadhi ya watu wamepitia changamoto na waliweza kuvumilia na wamevuka. Sasa hivi ndio maana mnawashuhudia wako na ndoa nzuri, wanaendelea kudumu. Kuna vitu mtu akikwambia kwamba fanya hiki na hiki na hiki kwenye ndoa yako, hapana, utamwona mtu amechanganyikiwa kwamba kwa hiyo ili ndoa yangu itulie ndio nifanye hivi. Na sasa hivi watu wengi sana wamejaa viburi na majivuno kwamba hata kama mimi ni mwanamke ndio nifanye hivi. Mimi naomba nikwambie siri kubwa ya wewe kufurahia maisha ya ndoa ni kuijua ego ya mwanaume. Ukishamjua mwanaume ni mtu wa namna gani, mwanaume wako uliolewa naye ni mtu wa namna gani, ukishajua wanaume wana ego gani, wewe utakuwa umewini. Ukishaanza kujua kuzishika zile ego za mwanaume, wewe utafanikiwa kwenye maisha yako. Lakini kama utaendelea kukaa na huu pepo, wanaume wabaya, wanaume wote wako sawa, wanaume wanabadilika, ni swala la muda tu, ni swala sijui la nini, usiongee ukamaliza, utachanganyikiwa. Lakini watu wapo na wao wanashiriki na wewe katika story mbaya, wanatoa ushuhuda mbaya kuhusu ndoa na bado unawaona wako kwenye ndoa zao. Na sio kwamba vitu vingi wanavyovitoa kwenu ni uhalisia wa maisha yao. Watu wengi sana wanaficha uhalisia wa maisha yao
kwa sababu wanaogopa husda na maneno ya kukatishana tamaa, kwa sababu anajua akikwambia hiki na hiki utaanza, hapana, muda bado, usiongee ukamaliza, subiri, wanaume wanabadilika, niulize mimi, tuulize sisi. Vile ndio vitu ambavyo watu wengi wenye akili na hekima kubwa wanaviepuka, na ndio maana wanaamua kukaa kimya wakiwa wanazitumia hizo siri kuendesha na kuzidumisha ndoa zao, kukuza upendo katika ndoa zao na kusababisha ndoa zao ziendelee zaidi na zaidi. Na ndio maana utaona wanasikilizana sana na waume zao, wanaelewana sana na waume zao, sio kwa sababu wanaume zao labda wana udhaifu fulani au wana utofauti na wanaume wengine. No, wanaume ni wale wale. Ni wewe kujua mwanaume wangu ni mtu wa namna gani, anapenda nini, hataki nini. Hicho ndio kinachokuwa sababu ya mwanaume kuamua kuendana na wewe. Wanaume wengi sana huwa wanaendana na wanawake kwa jinsi wanawake wanavyoishi nao. Sijui kama unanielewa. Ndio maana wewe ukiwa mtu wa vurugu, mwanaume naye anaweza kuwa mtu wa vurugu, akaanzisha vurugu. Ndio maana wewe ukianzisha vitendo fulani, vinaweza vikasababisha na yeye aanzishe vitendo fulani. Kwa hiyo asilimia kubwa wanaume ni watu ambao wako kama watoto, kama unavyoambiwa. Wao huwa wanafuatisha kile kitu anachokiona wanatendewa. Mwanaume akipendwa, akiheshimiwa, akithaminiwa, akiona kwenye familia hii inatambua umuhimu wake, kila mara mke amekuwa kumpongeza, kumshukuru, kumtia moyo na kumpongeza kwamba wewe ni baba bora, wewe ni mume mzuri. Hivyo ndivyo wanaume wengi wanavyozidisha hekima na kuwa wanaume wazuri kwa wake zao. Lakini kwa upande wa wewe ndugu yangu, ambaye ukikaa na mwanaume wako unaanza kumwambia, mimi siwezi kuwaamini wanaume kwa namna yoyote, wanaume wote huwa mnabadilika, wanaume wote ni wasaliti. Kuwa na mwanaume mzuri usahau kwenye maisha yako, kwa sababu ili upate ndoa nzuri inatakiwa na wewe uanze kuitazama ndoa kama kitu kizuri kwenye maisha yako. Ili mume wako awe mzuri inatakiwa wewe uwe wa kwanza kumtazama mume wako kama mtu mzuri. Ukishaanza kumtilia mashaka, ukishaanza kumwambia mimi sikuamini, ukishaanza kusema nyinyi huwa mnabadilika, ukishaanza kuongea vitu mbalimbali, hivyo huwa vinachangia wanaume wengi sana kuwa na tabia mbaya kama zile ambazo wewe umekuwa ukimtafsiria. Sijui kama unanielewa. Ukijua wanaume ni watu wa namna gani, huwezi hata kuteseka. Na ndio maana watu wengi sana huwa mnapenda kujadili mada za kwamba wanaume sio watu wa kuaminika. Usije ukakaa ukamwamini mwanaume na wewe unaichukua ile nguvu unaiweka ndani kwako. Ndani ya moyo wako unaanza kuitendea kazi kwenye maisha yako ya ndoa. Ukiwa unamwambia mumeo, mimi sikuamini, mimi hiki, mimi kile. Na hiyo ndiyo sababu nguvu ile ya usaliti inazaliwa. Kwa sababu wewe umekuwa wa kwanza kubeba energy mbaya na umeileta kwenye maisha yako. Kitu unachokifikiria mara nyingi sana kina asilimia kubwa sana za kutokea kwenye maisha yako kiuhalisia, kwa sababu ni kitu ambacho wewe unakiumba katika fikra zako. Na ndio maana wanakwambia kinywa kinaumba, fikra zinaumba. Kitu unachokiwaza na kukizungumza mara nyingi sana, siku moja huwa kinajitengeneza na kuwa kitu halisi kabisa kwenye maisha yako na utaki experience. Naomba nikwambie tu kweli, ndoa nzuri zipo, wanaume wazuri wapo, wanaume wasio saliti wapo, wanaume wanaoheshimu wake zao wapo, lakini inategemeana na mwanamke, je, amejiweka katika nafasi gani? Kuna baadhi ya wanaume walikuwa wanaume wazuri kabisa, lakini walibadilika baada ya kuona wameoa wanawake ambao bado hawawapi mvuto wa wao kuendelea kukaa katika tabia zile nzuri, kwa sababu wake zao walikuwa ni watu ambao wanaongea maneno ya kuonyesha kuwakatia tamaa, maneno ya kuonyesha kutokuamini. Kwa hiyo asilimia kubwa baadhi ya wanaume waliamua kubadilisha tabia zao kwa sababu hawakuona haja ya kuendelea kuwa na tabia nzuri kwa mwanamke ambaye anamuwazia mabaya. Mimi nakwambia ukweli, kama umeingia kwenye maisha ya ndoa karibuni ama unatarajia kuingia kwenye maisha ya ndoa, sikiliza na unielewe sana. Tabia ambazo mwanaume amekupendea, hakikisha zinaendelea kuwa vile vile katika maisha ya ndoa. Haijalishi wewe na mume wako mtazoeana kwa kiwango gani, haijalishi itafika kipindi mtakuwa marafiki kwa kiwango gani, lakini bado jitahidi kutenganisha mipaka yako. Ujue kabisa huyu ni mume wangu na mimi ni mke. Endelea kuwajibika katika nafasi yako, endelea kumpa heshima kama uliokuwa unampa. Usiweke mazoea ya kupindukia kiasi kwamba ukaanza kupoteza zile tabia ambazo mwanaume alivutiwa nazo kutoka kwako. Watu wengi sana ndoa zao zinadumu kwa sababu wameendelea kuwa wanawake wale wale ambao waume zao waliwaoa miaka 5 iliyopita, miaka 6 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 15 iliyopita, na ndio maana wanaendelea kuexperience ndoa nzuri.
Ifike mahali wewe ujue kwamba ndoa kama ni mbaya itaonekana pasipo wewe kuiongelea kama uko na mtu mbaya, na bado hatutasema ndoa ni mbaya, tutasema kwa bahati mbaya hujabahatika kupata mtu mzuri, kwa sababu tunapozungumzia watu wema bado kuna kuwaga na uwepo wa watu wabaya. Kwa hiyo kama wewe utakuwa na mume mbaya utamuona tu, wala haina haja ya wewe kukaa ukiwa na wasiwasi, ukiwa unamzungumzia mwanaume maneno mabaya, ukiwa unamwambia mimi sikuamini, ukiwa unamwambia wanaume wanabadilika, ukiwa unakaa na watu ambao wanaongea vitu vibaya mara nyingi sana kuhusu ndoa. Huwezi kupata ukweli kwa namna hiyo. Kama mwanaume ni mbaya, yeye mwenyewe atajidhihirisha. Wewe utakapokaa kwenye nafasi yako ukajitahidi kufanya kila kitu na ukagundua kwamba huyu mtu hawezi kuendana na mimi, hapo ndipo utakapopata jibu kwamba huyu mwanaume hakuwa kwa ajili yangu. Sijui kama unanielewa. Baadhi ya wanawake walio wengi, hata wakiambiwa ni nini watu wanafanya ili ndoa zao zidumu, hawawezi kuvifanya hivyo vitu. Watasema hawa watu wamechanganyikiwa, hawa watu wanatufundisha utumwa. Tulia wewe, hayajakukuta, subiri, muda bado, na sisi tulikuwa kama wewe, na sisi tulikuwa tunaongea kama wewe. Mwisho wa siku, maneno mengi sana ambayo yanaendelea kwenye vinywa vya watu yanasababisha watu kujificha kwamba wako kwenye ndoa mbaya wakati ndoa zao ni nzuri. Nawaambia kabisa, mkikaa kwenye vijiwe vya wanawake 10, 5, 8, pale mtu ambaye anaweza kawa na experience anazungumza kitu ambacho ame-experience ni mmoja ambaye ameona kwa uhakika, na huyu wa pili ni mtu ambaye anahisi. Lakini wengine wote waliobaki ni watu ambao wanaunga mkono hoja kutokana na kwamba wanaficha ule ukweli ambao uko kwenye ndoa zao, kwa sababu wanaogopa kupewa maneno yatakayoanza kuwatafakarisha vibaya, kuambiwa kwamba subiri, muda haujafika, na mimi niliwazaga kama wewe, na mimi nilikuwa naona kama wewe, lakini siku ilipofika, lakini hivi, msiongee mkamaliza. Watu wengi sana wanajikuta wanaishi wakiwa wanaficha ndoa zao nzuri kwa sababu ya kuhofia watu watasema nini endapo mabadiliko yoyote yatajitokeza kwenye ndoa zao. Kwa hivyo mimi nakwambia ndoa nzuri zipo, na watu asilimia kubwa wako kwenye ndoa nzuri. Ni asilimia ndogo sana ya watu ndio wako kwenye ndoa mbaya. Na watu wanaoongoza kuongea kwamba wako kwenye ndoa mbaya, asilimia kubwa ndio wako kwenye ndoa nzuri, lakini wanaficha wanaficha shuhuda zao, wanaficha ndoa zao nyuma ya kuonekana na wao wako kwenye ndoa mbaya. Kwa hiyo chaguo ni lako. Kama utaendelea kukaa uwe unadanganyika na maneno ya watu kwamba ndoa mbaya, kwamba nini, sijui nini na nini, kaa ukijua kwamba watu hawatoi siri za nini wanafanya. Wakisikia wewe humheshimu mume wako, na wao watakwambia ndiyo, na sisi hatufanyi hivyo. Wakisikia wewe humnyenyekei mume wako, watakwambia ndiyo, na sisi hatunyenyekei waume zetu. Ukiwaambia mimi ni mbinafsi kwa mume wangu, pesa yangu ni yangu, na wao wanakwambia mimi pesa yangu ni yangu, lakini hapana. Ndani wanashirikiana na waume zao, wanasikilizana, wanaheshimiana, na wanatembea katika safari moja. Kwa hiyo chaguo ni lako. Chagua kuishi maisha yako mwenyewe, ukiwa unatumia akili zako mwenyewe, ukiwa una experience maisha yako mwenyewe katika ndoa yako mwenyewe, kwa sababu asilimia kubwa ukisubiri shuhuda za watu hawatokupa shuhuda za ndoa nzuri. Utakuwa ukisikia shuhuda mbaya tu kuzihusu ndoa, kwa sababu watu wenye shuhuda nzuri wanaficha shuhuda zao nyuma ya kuonekana na wao pia wako katika ndoa mbaya. Kwa hiyo chaguo ni lako. Ndoa nzuri zipo, wanaume wazuri wapo, lakini je, ukipewa siri hizo unaweza kutenda kama wanawake hao wanavyotenda kwa waume zao? Shauri yako. Lakini mimi nakwambia watu wana siri nzito ambazo wanazitumia kudumisha upendo na heshima katika ndoa zao, ambazo pengine wakikupa wewe huwezi hata kukubali kufanya hata mara moja, kwa sababu kwanza utaona wamechanganyikiwa kwa nini wanafanya hivi, na pili utaona wao wamekuwa watumwa. Sijui kama umenielewa.